Mtazamaji wa Global TV, kipindi chako cha Kona ya Mtaa kimekuja mpaka Goba Kinzudi kwenye wilaya ya Ubungo, ambapo ndipo ulipo msiba wa mwanachuo wa mwaka wa 3 kwenye chuo cha Tumaini jijini Dar es Salaam, aliyekuwa akifahamika kwa jina la Emmanus Kajura, anayedaiwa kuwa na miaka 29 au 30, ambapo alifariki dunia kwa kudaiwa kwamba amejinyonga akiwa bafuni. Tukaona tuweze kufika kujua nini kinaendelea hapa msibani, ambapo ndipo anapoishi dada yake na shemeji yake. Kana mimi kuweza kufahamu kila kitu. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera naitwa Rafaeli, na niko na Gadizo pamoja na dereva wetu Mzee Yusufu. Tuko hapa msibani na tayari nimekutana na msemaji wa familia. Habari yako kwanza kaka? Salama tu, habari za sasa hizo? Safi kabisa, na pole sana kwa msiba. Kwa majina naitwa Aaron Serapio Mugisha. Mimi ni shemeji yake na marehemu. Taarifa ya msiba wa kijana huyu ambaye alikuwa akisoma chuo ili wafikiaje? Taarifa ilitufikia kwa mshtuko, kwa sababu kijana ambaye tulikuwa na mawasiliano naye, tunaishi naye. Sasa taarifa inapomfikia katika hali hiyo ya mshtuko, kwa kweli kustajabisha na kwa ufupi ilitushangaza sana na tulistuka kama familia. Labda alikuwa na shida yoyote labda iliyosababisha aweze kama watu wanavyosema kwamba kujinyonga? Hapana, hatakuwa na taarifa zozote za yeye kufikia uamuzi ambao ameufikia. Hatakuwa na taarifa yoyote. Ilimtujia tu kama mtujia kwa ghafla tu, na hatakuwa na taarifa yoyote kuhusiana na hicho kilichotokea. Na hapa msiba ulipo ni kwa nani yake yeye marehemu? Hapa msiba ulipo ni kwa shemeji yake Bwana Gregory Waikiza hapa Goba Kinzudi. Na taratibu za mazishi zikoje? Taratibu za mazishi, msiba uko hapa kwa shemeji yake Gregory Waikiza Goba Kinzudi, na tutakuwa hapa mpaka siku ya Jumatano tukiendelea kuomboleza, lakini ratiba rasmi ni kwamba mwili wake utaletwa hapa siku ya Jumatano. Utaagwa hapa na majirani na wengineo na ndugu, sisi tutakuwa kuwepo hapa, lakini kutakuwa na ibada fupi kwa ajili ya kumwaga mpendwa wetu, na baada ya hapo mwili utaondolewa hapa nyumbani kwa shemeji yake na kwenda kule shuleni chuoni alikuwa akisoma Tumaini University campus ya Dar es Salaam. Kuanzia majira saa 8 wataaga wanafunzi wenzake na marafiki zake wengine na wafanyakazi walikuwa pale wanaomfahamu, na mara baada ya tukio hilo basi tutaanza safari kuelekea mkoani Kagera Izimbia kwa ajili ya maziko. Kwa hiyo mwili wa marehemu utasafirishwa kutoka Dar es Salaam kuelekea Kagera? Na mwili utasafirishwa kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Kagera kwa ajili ya maziko. Kama ndugu wa karibu, baada ya kupata taarifa ya kifo chake, labda ni taratibu gani ambazo zinaendelea kwa sasa? Taratibu zinazoendelea kama unavyoona hali ya kifo chake, kwamba sisi tunashirikiana na jeshi la polisi, na polisi walichukua hatua na bado wanaendelea na taratibu zao za kipolisi. Pindi watakapomaliza basi watatujuza nini hasa kilijiri, na basi nadhani utakuwa ndo mwisho hapo, maana tunatarajia taarifa za kipolisi ambao wao wanajua nini wanapaswa kufanya. Kwa hivyo sisi kwa sasa hivi hatuna taarifa zozote zaidi ya tunachokieleza kwa sasa hivi, yani kwa maana ya ratiba nzima ya maziko. Hilo ndio tunaweza kueleza kwa sasa, lakini kwa masuala mengine yaliyojiri, nini kilichopelekea kifo chake na nini, hayo yote tumachia jeshi la polisi wakiendelea na taratibu zao za kipolisi. Na marehemu alikuwa ni mtoto wangapi kwenye familia ya Mzee Kajura? Marehemu alikuwa mtoto wa 3 katika familia ya marehemu Mzee Kajura. Na je, ameacha mke au mtoto? Hapana, kwa sasa hizo taarifa kama familia tunazo haziko sawa sawa kwamba ameacha mtoto au, lakini kwa sasa hana mke ambaye sisi tunasema kama familia tunamfahamu. Hapana, yeye tunamfahamu bado mwanafunzi na alikuwa anapambana katika maisha yake, na baadaye hajakuwa na mji wake. Kwa sasa taarifa za kwamba ana mke au alikuwa na mtoto sisi kama familia bado hatujaona nazo kwa sasa. Poleni sana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.